Msikilizaji, leo tuko na simulizi mpya kabisa inayokwenda kwa jina la Nilimiliki Kanisa la Shetani. Uko nami mwandishi na msimuliaji wako Mami Maud, ambaye utaweza kunipata kwa nambari za simu 0753 0569 95. Lakini pia kama wewe ni mpenzi wa simulizi za kusisimua pamoja na simulizi za kutisha, usisahau kusubscribe YouTube channel hii, kwa sababu hapa utapata uondo wa simulizi za aina hiyo kila siku. Nisipoteze muda sana, naomba tuanze. Kwa majina naitwa Alani. Ni kijana ambaye nimekuwa nikiishi maisha yangu yote kwa kupambana na umasikini. Siku zote za maisha yangu nilikuwa nikitamani kuishi maisha mazuri sana, lakini ndoto na juhudi zangu zilikuwa zikienda mwamba, kwa sababu mpaka nimefikisha miaka 38, lakini bado tu nilikuwa niko kwenye dimbwi la umasikini. Mimi nilikuwa nimeoa nikiwa ni baba wa familia mwenye watoto 3. Nilikuwa na watoto 2 wa kiume pamoja na mmoja wa kike. Licha ya kwamba familia yangu ilikuwa ya kimasikini sana, lakini tulikuwa na amani na furaha. Labda kama kuna kitu kilitukosesha furaha, ni pale ambapo tunakuwa na njaa tu, lakini mambo mengine yalikuwa yanaendelea kama kawaida. Nilikuwa nikifanya kazi ngumu tokea nikiwa na miaka 18 tu. Yote yao niliamini siku moja nitaishi maisha mazuri, lakini mpaka sasa miaka 38 sikuwa na dalili yoyote ya kuwa tajiri au kufanikiwa. Biashara zangu mimi nilikuwa nikiuza matunda, na nakumbuka siku moja wakati nauza matunda yangu, alikuja kijana mmoja. Licha ya kwamba alikuwa ni kijana, tena alionekana mdogo kuliko mimi, lakini alikuwa akiendesha gari ya gharama sana. Na sasa alikuja na kupaki pembeni yangu, ni pembeni ya mkokoteni wangu wa matunda. Alipaki gari lake la kifahari. "Samahani mzee wangu, naweza nikapata mananasi 3 hapo?" aliuliza ule kijana. Sio kwamba nilikuwa mzee kwa wakati huo, hapana, lakini unajua umasikini huwa unazeesha. Kwa hiyo kuna namna fulani tu, ndio hivyo. Na ukiwa masikini sharti lake unakubali kuitwa majina yoyote yale, na majina ya masikini siku zote waga ni mabaya tu. Nilimtazama nikapiga tu haraka, "Hakuna shida bosi wangu." Nilisema huku sasa nikichukua mfuko, nikaweka mananasi 2, tena nilichagua yale mazuri kuliko yote. Nilipiga tu na kumsogelea mpaka pale kwenye gari. Yule kijana alipokea. "Ni shilingi ngapi?" aliuliza. "Ayo ni 7,000 tu mkuu." Basi yule kijana hakutaka kuuliza kitu chochote kile. Alifungua wallet yake iliyokuwepo imejaa pesa nyingi. Sio pesa tu za Kitanzania, lakini kulikuwa na dola pia. Nilijikuta nikimtazama kwa uchu. Yule kaka, sijui niseme kijana, alichukua noti moja ya $100 na kunikabidhi. "Sasa bosi, mimi sina change ya hii pesa hapa," nilimwambia, lakini hakunijibu kitu zaidi ya kucheka. Alicheka tu, kisha akanitazama kwa macho ya upendo. "Usijali, unajua maisha ni kusaidiana, na mimi nimeamua tu kukubariki hii leo," alisema yule kijana. Nilimshukuru sana. Nilitamani hata nipige magoti, lakini alinitoa wasiwasi na kuniambia kwamba nisijali, niwe tu na amani. Nilitazama pia pembeni, alikuwa yuko na mwanamke mrembo ambaye alikuwa amevalia mavazi ya gharama yaliyokuwa yameacha mwili wake, sehemu kubwa ya mwili wake ukiwa wazi. Niliwatazama sana. "Nashukuru tena kwa mara nyingine bosi," nilimwambia yule kijana. "Usijali bwana, si unapatikana hapa siku zote?" aliniuliza hivyo. Nikatikisa kichwa huku nikitabasamu.
Mimi niko hapa siku zote. Ndio ofisi yangu hii bwana. Oh, vizuri. Basi nitakuwa nakuja kukusapoti. Nitafurahi sana bosi. Nashukuru tena. Shemeji, nilisema, kisha nikamuita yule mwanamke wake nikimpatia ishara ya kumsalimia, naye alitikisa tu kichwa kukubali, yaani kama vile amepokea salamu yangu. Basi yule kijana aliondoa gari pale. Nilibaki nikitazama ile gari nikiwa siamini. Nilimwona kama ni malaika amekuja kunitembelea kwenye biashara yangu leo. Mpaka pale niliposhtuliwa na sauti ya mteja mwingine, Machungwa. Nikageuka na kuanza kumhudumia ule mteja. Basi baada ya kumaliza, nilikuwa nikiitazama ile pesa ya dola. Nilikuwa nikiitazama sana. Kuna kijana mmoja ambaye yeye huwa anasafisha viatu, yuko pembeni ya kijiwe changu tu, naye pia ana kijiwe chake. Nilipiga hatua na kumsogelea. Vipi Bakari? Poa tu. Basi niliketi pembeni yake. Yaani ilikuwa ni sehemu ambayo kuna benchi. Si unajua tena wale watu wanaosafisha viatu. Nikawa naonekana nina furaha sana. Bakari alikuwa akinitazama kwa makini, kwa sababu hata kama ni wewe ungeniona, ungegundua tu kwamba nilikuwa nina furaha na kuna kitu ambacho nilihitaji kuuliza. Bakari aliendelea kunitazama, na mimi nikatumia nafasi hiyo kumuuliza swali langu. Hivi Bakari, dola 100 ukichange unapata shilingi ngapi? Nilimuuliza hivyo Bakari. Mwanangu, umetoa wapi dola? Aliniuliza Bakari kwa mshangao. Nikacheka. Sio kwamba mimi ninayo, hapana. Nimeuliza tu kama nikiipata. Bakari alicheka sana baada ya kauli yangu. Alicheka. Sasa unahisi unaweza kupata dola 100 kwa hii biashara yako tu ya kuuza matunda, au unaongelea biashara nyingine? Aliniuliza Bakari, kisha akaendelea kucheka. Alicheka mpaka akakaukia kabisa. Lakini mimi sikuumizwa na kicheko chake, kwa sababu mpaka hapa tunazungumza ilikuwa nina pesa yangu kwenye mfuko wa suruali. Nijibu bwana Bakari, sasa utacheka mpaka saa ngapi? Haya bwana, mimi sijui sana, lakini kwa sasa hivi nadhani inacheza kwenye 90 mpaka 80. Nahisi kitu kama hicho. Alizungumza hivyo Bakari. Nilijikuta nikicheka. Unajua nilikuwa nacheka kwa nini? Kwa sababu kwa kipindi hicho 180 au 190 ilikuwa ni pesa nyingi sana. Pesa ilikuwa bado ina thamani. Nilijikuta nikifurahi, nikasimama pale. Sasa unaenda wapi? Bakari, acha kwanza niende nyumbani, tutazungumza kesho. Alan, unaenda nyumbani saa hizi leo? Si bado mapema kabisa mwanangu. Bakari, nimekwambia tutazungumza kesho, mbona uelewi? Nilimuuliza Bakari huku nikipiga hatua za haraka na kuondoka. Nilifunika mkokoteni wangu wa matunda, kisha nikaanza kuuendesha mpaka nyumbani. Tena nilikuwa nikiendesha huku nikiimba nyimbo. Nilikuwa nikiimba ile nyimbo ya Twanga Pepeta, ya mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe. Nilikuwa nikiimba kwa furaha sana, kiasi ambacho hata watu waliokuwa wakinifahamu waliponiona walikuwa wakishangaa sana, na pengine walikuwa wakijiuliza nilikuwa nikifurahia nini. Basi nilifika mpaka nyumbani. Mke wangu alitoka baada ya kunisikia nikiimba, na hii haikuwa tabia ngeni kwangu. Yaani mimi siku nikirudi nyumbani na furaha nilikuwa naanza kuimbia mbali, na hiyo nyimbo niliyohitaji ilikuwa ni nyimbo yangu pendwa. Mke wangu alisimama mlangoni huku akinitazama. Baba Kevi, umeokota wapi hela leo? Aliniuliza mke wangu. Nilimsogelea mpaka pale karibu. Mama Kevi, leo nimejua na malaika. Yaani nimemwona malaika mbele ya macho yangu. Nilimwambia mke wangu huku nikicheka. Yeye pia alicheka. Baba Kevi, hivi nini ambacho kimekuchanganya jamani?
Yaani utamwonaje malaika live na umemwonea wapi? Mama Kevi, niamini mimi ama unataka mpaka nikuonyeshe? Nilimuuliza mke wangu. Wakati huo nilikuwa nikiingiza mkono wangu kwenye mfuko wa suruali. Nilitoa ile pesa. Nini hicho kwani? Aliniuliza Mama Kevi. Mke wangu, acha basi ushamba. Hii ni pesa ya kizungu. Yaani imetokea huko Ulaya, ikaja mpaka hapa Tanzania, na imekuja kwa ajili yangu tu. Nilimjibu mke wangu. We baba Kevi, usiniambie mume wangu. Hebu kwanza niione, alisema mke wangu kwa akipiga hatua na kunisogelea pale. Basi nilimkabidhi ile pesa. Baba Kevi, una uhakika hii ni pesa kweli? Mke wangu, sasa usichokijua, unaiona hiyo pesa ni ndogo. Si umeiona ni ndogo? Lakini nimeulizia, huwezi kuamini. Nimeambiwa ni laki na 90 mke wangu. We baba Kevi, ndio hivyo mke wangu, huwezi kuniamini. Sasa hebu niambie vizuri, nani amekupatia hii pesa na umefanya kazi gani? Mke wangu, ndio maana nakwambia ni malaika. Hata nikikwambia mtu aliyenipatia, wewe mwenyewe utasema kwamba ni malaika. Ndio uniambie sasa jamani. Niambie mume wangu, unanipatia shauku kweli? Alikuja mteja, kijana mmoja hivi ambaye yuko kwenye gari kali mke wangu. Yaani ninaposema gari kali, natamani uione Mama Kevi. Akaniagiza mananasi 2, nikampatia, ndo akanipatia hiyo pesa. We baba Kevi, unasema kweli? Hilo ndogo mke wangu. Amesema pia atakuwa anakuja kunisapoti, kwamba atakuwa anakuja kununua matunda kwangu. Jamani, au Mungu ametuona? Mungu ametuona mume wangu, alisema Mama Kevi. Nikawa nacheka tu pale. Sasa nataka leo upike chakula kizuri sana, yaani wapikie watoto mpaka watakaporudi nyumbani kutoka huko shule, wafurahi kabisa. Nilimwambia mke wangu ambaye aliniitikia tu pale. Sasa mbona unaingia na hiyo pesa? Mume wangu, sinapeleka ndani. Mke wangu, mimi nataka niende nikaichange hiyo pesa. Baba Kevi, unataka kuibiwa? Unataka kwenda jioni ili ukakabwe uibiwe na majambazi? Aliniuliza mke wangu. Yaani umaskini ni mbaya. Basi niliona kweli mke wangu ameniambia kitu cha maana. Kwa hiyo nikasema tu kesho yake asubuhi hata matunda sitaenda kufungua. Mimi nitaenda tu kutoa pesa. Basi mke wangu alipika, tukala kwa pamoja tu baada ya wanangu kutoka shule. Hata wao walifurahi sana kwa sababu haikuwa kawaida. Na pesa tulizopikia pale ulikuwa ni mtaji wangu ambao nilikuwa nimepanga kwamba mtaji wa siku inayofuata. Lakini kwa sababu siku yenyewe ndio hiyo nimeshapata uhakika kuna pesa ambazo nitaenda kuzipata, ilibidi tu tule vizuri. Nakumbuka na wanangu 2 walikuwa kidaiwa pesa ya ada shuleni. Niliwapatia wote na nikawaambia kwamba wapelekee walimu wao. Mtoto wetu mdogo kipindi hicho alikuwa na miaka kama 2 tu, kwa hiyo hakuwa mtoto wa kusoma. Basi nililala na asubuhi na mapema nikaamka. Nilielekea mpaka sehemu ya kuchange pesa za kigeni na nikawa nimepata. Basi nilichange ile pesa na nikawa nimekabidhiwa pesa za Kitanzania sasa. Yaani kila mtu niliyekuwepo nikipishana naye nilikuwa na muhisi kama ni mwizi tu kwangu. Basi nilirudi nyumbani na tukaanza kufanya mahitaji yale ya muhimu kwa nyumbani. Lakini pia nilienda kuongezea mtaji wangu, nikanunua mzigo wa kutosha. Siku hiyo sikutoka kabisa kwenye biashara mpaka siku inayofuata. Baada ya kufika tu ofisini, yaani ile nimefungua tu mkokoteni wangu, nimetoa turubali ili watu sasa waanze kuona matunda na kuja. Yule jirani yangu ambaye yuko pembeni kidogo tu ya ofisi yangu, yaani yule mshona viatu, aliniita. Ikabidi nipige hatua na kumsogelea.
naona jana hujafungua ofisi kabisa. Ndiyo, jana kuna mambo kidogo nilikuwa nafuatilia ya kifamilia. Oh, sawa. Sasa kuna jamaa alifika hapa jana. Alikuwa na gari sana rafiki yangu. Amekuulizia? Alizungumza vile jirani yangu mshona viatu. Nikashtuka sana. Unasemaje? Yaani kuna jamaa alikuja hapa. Jamaa fulani hivi anaonekana tajiri. Alikuulizia wewe? Ukamwambiaje? Nikamwambia tu kwamba hujafungua ofisi. Akasema nini? Hakuniambia kama kuna kitu alihitaji. Aliondoka tu. Nilisema kwa masikitiko huku sasa nikitazama chini. Vipi? Mbona kama hauko sawa? Niko sawa, lakini wewe ni mtu muhimu sana rafiki yangu. Yaani sijui kwa nini hata ukumpatia namba zangu za simu. Sasa nampatia vipi namba na kuniomba? Aliniuliza hivyo yule jirani yangu. Basi bana, atakuja tu. Nilisema kisha nikageuka na kuanza kuondoka. Kurudi kwenye mkokoteni wangu sasa. Niliendelea kuuza pale matunda mpaka ilipofika jioni. Wakati wote nilikuwa nikiangaza macho kila niliposikia mlio wa gari. Lakini sikumuona yule kijana. Na zilipita kama wiki 2 hivi. Sikuwa nimemuona. Basi mimi niliwaza pengine alikuwa ni malaika kweli. Na alikuja kwangu kwa ajili ya ile siku moja tu. Kiukweli nilianza hata kumsahau. Na sikuwa nimemwaza tena. Niliamini ile ilikuwa ni bahati ya mara moja tu, wala haiwezi kujirudia tena. Siku moja nilichelewa kufunga biashara yangu. Mpaka saa 2 ya usiku nilikuwa bado barabarani. Na wakati naendelea kuwakatia wateja matunda, ghafla kuna mmoja wa mteja wangu aliniita. Samahani kaka, unaitwa na lile gari pale? Alizungumza yule mteja wangu ambaye alikuwa ni wa kike. Nikageuza macho yangu na kutazama. Lilikuwa ni gari la yule jamaa. Nilijikuta nikiachia tabasamu. Na nikasahau hata wateja ambao walikuwa kwenye meza yangu sasa. Nilipiga hatua za haraka sana. Nikasogea kwenye ile gari. Habari yako bosi wangu? Salama tu. Sijui wewe. Mimi pia niko salama kabisa, Mungu ni mwema. Nilimjibu ule kijana ambaye alikuwa akitabasamu, yaani muda wote alikuwa ameupamba uso wake kwa tabasamu. Nimepita hapa kama mara moja nikawa sijakuona. Ni kweli ile siku kidogo nilikuwa na majukumu mengi ya kufanya. Nilimjibu ule kijana. Alicheka tu. Nadhani kwenye akili yake alielewa. Zile pesa nyingi alizonipa ndo zilikuwa sababu ya mimi kutokufungua kijiwe. Sasa mimi nina mazungumzo na wewe. Lakini nadhani muda umeshaisha sasa hivi, kuna sehemu na wahi. Niletee tu matunda kama niletee mananasi na matikiti. Ongezea na machungwa. Alisema ule kijana. Hilo limeisha bosi. Lakini kwa nini usiniambie hiyo shida? Mbona mimi muda ninao? Hapana bwana. Nina mazungumzo na wewe kwa kirefu. Inahitajika tupate muda. Si umeona kule yenyewe mezani wateja wanakusubiri bwana. Basi sawa bosi wangu, mimi nimekuelewa. Ngoja nikakufungia matunda. Nilisema kisha nikapiga hatua za haraka. Nikachukua mfuko pale. Ulikuwa ni mfuko wa nailoni, ile mifuko ya zamani kabisa iliyokuwa na rangi nyeusi. Nilimwekea yale matunda aliyokuwa anahitaji. Tena sasa nilimwekea na ziada. Nikapiga hatua za haraka huku nikirudi pale kwenye gari. Nikamkabidhi. Yule kijana kama kawaida alitoa noti ya $1 na kunikabidhi, huku akiweka ile matunda yake pembeni. Sasa hivi una simu? Aliniuliza hivyo. Ndiyo, simu ninayo, lakini mara nyingi haipatikani. Sasa si unajua mambo yetu yani. Nilikuwa nasema huku nikijibaraguza kwa sababu kiukweli simu yangu mimi ilikuwa isomi mtandao vizuri. Ilikuwa ni simu mbovu. Hata mfuniko wa ile simu tu nilikuwa nimeuzuia kwa kutumia plasta. Yaani plasta zile za zamani tulizokuwa tunatumia kufungia kidonda. Yule kijana alitabasamu.
Sasa sikia, mimi siku ya uhakika kupita hapa itakuwa Jumatano. Nakuomba sana Jumatano uwepo hapa, kwa sababu nina mazungumzo ya muhimu sana na wewe, alisema yule kijana. Sawa sawa bosi, wala hakuna shida. Sasa usije ukafanya mambo yako yale ukiwa na pesa kama hivyo, unaona uvivu kufungua biashara, alisema yule kijana huku akicheka. Hakuna shida bosi wangu, mimi nitawahi mapema sana. Haya, nikutakie siku njema. Na kwako pia bosi. Yule kijana aliwasha gari na kuanza kuondoka pale. Nikabaki nikimtazama tu. Kisha nikageuka sasa na kurudi pale kwa wateja wangu. Nilimalizia siku nikiwa mwenye furaha. Na baada ya kumaliza tu niliondoka. Nilianza safari ya kurudi nyumbani kwangu. Mama Kevi alikuwa tayari ameshalala pamoja na watoto. Kwa hiyo nilimwamsha. Akaja kunifungulia mlango. Kama kawaida yako baba Kevi, uko tu unaimba peke yako. Na hauoni kama sasa hivi ni usiku utaamsha majirani? Mke wangu, nadhani unajua nikiimba huwa naashiria nini? Nilisema kwa sasa nikipigia hatua na kuingia ndani. Jamani baba Kevi, sasa naya matunda unayaacha hapa ama? Hebu nisaidie kwanza vitu vingine mke wangu. Yaingize huko jikoni. Nilimwambia mke wangu. Na wewe ungejua nilivyochoka mimi leo. Na hapa yenyewe nimetoka usingizini, alisema mama Kevi. Kisha sasa akashuka na kuelekea ule mkokoteni. Alianza kuuburuza mpaka jikoni. Mimi nilikuwa nimeingia ndani. Haukupita muda mrefu sana, mke wangu naye alirudi. Niambie, kuna lipi tena leo? Mke wangu, ni ule malaika wa siku ile. We, amekupa tena pesa? Usiniambie hivyo, alisema mke wangu kwa kinitazama kwa makini. Hata sikumjibu. Nilitoa ile dola na kumkabidhi. Sasa cha ajabu mke wangu akufurahi. Alikaa kimya tu akabaki akinitazama. Kiasi ambacho hata mimi mwenyewe nilishtuka. Vipi mke wangu? Mbona kama hujafurahi hata kidogo? Naomba nikuulize. Kwa nini huyo mtu anakupatia pesa na kwa nini akupatie wewe tu? Ina maana hapo kazini kwenu hakuna mtu mwingine? Au biashara ya matunda hakuna anayeuza zaidi yako? Si ndio? Mke wangu, kila mtu na bahati yake, pengine ni bahati yangu. Hapana baba Kevi. Haiwezi kuwa bahati hiyo. Sio kila bahati ni bahati mume wangu. Utakuja kujitafutia matatizo, alisema mke wangu huku sasa ile pesa akiweka juu ya meza ndogo ya mbao ambayo ilikuwa katikati tu pale, baina ya makochi. Mke wangu, mbona unakuwa hivyo? Mimi nilitegemea nitakapokupatia hizi taarifa utafurahi. Ningefurahi kama ningejua kazi ambayo umeifanya, kazi ambayo inakufanya kila siku unarudi na pesa. Lakini baba Kevi, nani kwenye hii dunia ambaye anaweza kukusaidia bure tu? Ache magenge yote ya matunda, haja kupatia wewe pesa, kwamba matunda yako yana nini labda? Aliniuliza mama Kevi. Sasa mke wangu, hapo unanikwaza. Unaenda kunikwaza. Wewe mwenyewe unajua majukumu tuliokuwa nayo. Na unajua tumepambana kwa kiasi gani kutafuta maisha mazuri. Sasa leo ametokea malaika au kalipotokea unataka uanze vikwazo vyako. Ni wanawake sijui mkoje. Nilimwambia mke wangu huku sasa nikionekana kukasirika. Baba Kevi, tunatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu shetani pia huwa anatafuta watu wale ambao wenye uhitaji. Mimi sitaki kuamini kwamba huyo mtu aache watu wote na kisha kila siku aje tu kuletea pesa wewe. Mimi nashindwa kabisa kuelewa, alisema mke wangu huku akionekana kutokufurahishwa hata kidogo. Sasa nisikilize. Amesema kwamba ana maongezi na mimi. Mke wangu, huwezi kuhisi pengine anataka nipatie kazi? Nilimuuliza mama Kevi. Hapo sasa kidogo nikaona amebadilika. Amesema ana mazungumzo na wewe? Ndiyo mke wangu. Amesema Jumatano atakuja. Na hiyo Jumatano nihakikishe nimeenda kazini, kwa sababu ana mazungumzo na mimi.
mimi ninavyohisi mke wangu, huyu mtu anataka kunipatia kazi, nilimwambia mama Kevi. Kidogo alionekana kuridhika, japokuwa haikuwa sana. Alitulia kidogo kisha akashusha pumzi. Sasa baba Kevi, mfano ikawa ni kazi haramu na kazi ambayo hauwezi kuifanya, tutarudisha vipi hizi pesa zake? Aliniuliza mke wangu. Hapo sasa hata mimi mwenyewe nilipata wazo. Lakini mke wangu, kumbuka mimi kwamba sikumuomba, ni yeye mwenyewe kwa mapenzi yake. Kile atakachoniambia nitakuwa na uwezo wa kukubali au kukataa, na mikono ya sheria pia iko. Hata ikitokea kanipeleka polisi, utakuwa shahidi yangu mke wangu, mimi sikumuomba, nilimwambia mama Kevi. Alitulia huko sasa akionekana kuridhishwa na maneno yangu. Usiwe na wasiwasi mke wangu, nilimwambia mama Kevi. Alitabasamu tu. Haya basi, mimi naenda kulala. Chakula hicho hapo utakula, mimi leo nimechoka sana, alisema mama Kevi. Nikamuitikia tu. Mama Kevi aliingia chumbani. Mimi nilibaki pale sasa nikitafakari. Naye maneno ya mke wangu alikuwa akinirudia kwenye akili yangu. Vipi kama mtu ikiwa anataka kunipatia kazi ambayo ni haramu? Lakini hata kama ikiwa kazi haramu, nimeshachoka ya maisha, mimi niko tayari, nilijiambia mwenyewe. Kisha nikaendelea kula, na nilipomaliza nilielekea mpaka chumbani nikalala. Sasa nilikuwa na shauku kubwa sana ya kuisubiri siku ya Jumatano, na wala haikukawia kufika. Siku ya Jumatano ilipofika, nilielekea kazini kama kawaida, na siku hiyo tofauti na siku zote kwa sababu yule kijana alifika pale asubuhi sana na mapema. Kama kawaida alinipungia mkono tu kama ishara ya kuniita, na asubuhi ni muda ambao hakuna wateja wengi, kwa hiyo nilipiga hatua na kumsogelea. Habari bosi wangu? Salama tu, vipi wewe? Mimi niko poa kabisa bosi. Naona sasa unaweza ukaingia kwenye gari tukazungumza mara moja, aliniuliza huyo kijana. Sawa, hakuna tatizo, nilimjibu huku sasa nikizunguka. Nikafungua mlango wa gari na kuingia. Macho yangu yote yalikuwa yakikagua uzuri wa lile gari. Harufu yake pia kule ndani ilikuwa ni nzuri sana. Yule kijana alikuwa akinitazama muda wote, alikuwa akiniangalia tu. Gari lako zuri sana, nimelipenda. Kweli? Ndiyo. Lakini hata wewe pia una uwezo wa kulipata kama tu utahitaji, alisema hivyo. Nikashtuka kwanza. Unasemaje? Ndiyo, kama ulivyosikia. Nilinyamaza tu kimya huku nikitafakari. Yule kijana naye alikuwa akinitazama kwa umakini mkubwa mno. Unajua Alan, Mungu hakumwandikia binadamu kuteseka, lakini pia binadamu ana uwezo wa kuchagua maisha yake. Kwa hiyo ukichagua kuteseka utateseka, na ukichagua kuishi maisha mazuri utayaishi. Ni vitu ambavyo vinawezekana kabisa. Wanasema maisha ni kuchagua, alisema ule kijana huku sasa akisindikiza kauli yake na kicheko. Mimi nilikuwa namtazama tu. Nilikuwa nakumbuka namna nilivyopambana maisha yangu yote, kuanzia nikiwa kijana mdogo tu wa miaka 18 mpaka leo nina miaka 38, lakini sijayapata maisha mazuri. Na ninaujua pia ugumu wa kutafuta, naujua vizuri tu. Nilizidi kumtazama, lakini sasa nikaanza kucheka. Unajua bwana, nyie matajiri huwa mnaamini kwamba sisi masikini hatuna akili, na kama tuna akili basi huwa mnaamini kwamba sisi ni wavivu, lakini kumbe sisi tunapambana pengine kuliko nyie, nilimwambia yule kijana. Akacheka sana, yaani alicheka mpaka akakaukia kabisa. Alani bwana, unanifurahisha sana, alisema hivyo. Nikashtuka baada ya kunitaja jina langu. Nilishtuka sana, nikamtazama. Umejuaje jina langu?
Sasa mimi nitashindwa kujua jina lako wewe? Nimekuwa nikikufuatilia muda mrefu, na watu wako wa karibu, na maanisha marafiki zako ambao uko nao karibu hapa, walikuwa wamenitajia tu jina. Nadhani ni ile siku ambayo nilikuja kukutafuta, aliniambia yule kijana. Sasa nikatabasamu tu na nikawa nimemuelewa. Sasa Alan, mimi ninachotaka kukwambia, nahitaji kuyabadilisha maisha yako. Na tokea siku ya kwanza nimekuona, niliona nyota yako inafaa kabisa, ndio maana nikawa nimekusogelea, alisema yule kijana. Nikabaki tu namtazama. Unataka kuyabadilisha maisha yangu? Kwamba unataka unipatie kazi ama? Nilimuuliza, lakini alicheka kidogo kisha akanyamaza. Kama utakuwa tayari, nitakupatia mwongozo wa namna ya kupata pesa. Alafu naomba nikufundishe kitu kimoja leo. Sio kila pesa inapatikana kwa kufanya kazi. Pesa ina njia tofauti. Kuna njia nyingine ambazo hata mtu unakuwa utarajii, alisema ule kijana. Kisha sasa alitoa aleti yake, akahesabu noti za pesa. Zilikuwa ni nyingi. Akawa amenikabidhi. Nadhani kwamba kama utakuwa tayari, Jumapili nitakuja hapa, na nikishakuja hapa nitakuchukua na nitakupeleka sehemu ambayo unaweza kupata pesa nyingi sana. Ni sehemu ambayo utabadilisha maisha yako ndani ya sekunde 2. Alisema hivyo yule kijana. Tena alikuwa akitabasamu kama mtu mwema. Mimi nilikuwa bado sielewi, kwa hiyo nilikuwa nashindwa kucheka, nashindwa kununa, nashindwa kumuuliza hata swali. Nilikuwa ni kama nimestaki. Basi yule kijana aliniaga, na mimi ikabidi nimuage pia. Nikashuka kwenye gari nikipiga hatua, nilikuwa natembea kama nimemwagiwa maji. Nilikuwa ni kama nimeloana, kwa sababu kuna namna tu nilianza kuhisi kwamba huyu kijana sio mtu mzuri. Nilirudi mpaka pale kwenye meza yangu ya matunda. Kwa mara ya kwanza pesa ya huyu kijana niliiona chungu. Niliketi kwa huzuni, na sikuwa na muda hata kufanya kazi siku hiyo. Baada ya yeye tu kuondoa gari, na mimi nilibeba mkokoteni wangu wa matunda, nikarudi mpaka nyumbani. Mama Kevi, nilimuita mke wangu. Wakati huo nilikuwa tayari nimeshaingia ndani na tulikuwa tumeshasalimiana. Mke wangu aligeuka na kunitazama, lakini sijui kwa nini niliogopa kabisa kumwambia kuhusu huyo mtu. Mume wangu, nakusikiliza. Nilikuwa nasema unichemshie chai kidogo. Sipo sawa, nilimwambia hivyo. Kwani unaumwa? Hapana, ila najihisi tu uchovu, nilimwambia mke wangu. Basi hakutaka hata kuniuliza mambo mengi. Aliondoka tu na kuelekea jikoni, na mimi nikabaki pale peke yangu nikihesabu zile noti za pesa. Ilikuwa ni kiasi cha 300, na kipindi kile 300 ilikuwa ni pesa nyingi. Basi ilizifisha zile pesa, wala sikumwambia mama Kevi kitu chochote kile. Haukupita muda mrefu sana, alirudi akiwa na kikombe cha chai. Nikanywa. Sasa nilikuwa nikisubiri tu hiyo siku ya Jumapili, na hata kazini sikwenda, na maanisha kwenye biashara yangu. Jumapili asubuhi sana nilimwaga mke wangu kwamba naelekea kanisani. Sasa baba Kevi, kwa nini usiende na watoto? Mke wangu, watoto watanichelewesha, mimi naomba tu niwahi. Nataka niwahi misa mapema leo, nilimwambia hivyo mke wangu, na kwa bahati nzuri alinielewa. Na ili kumwaminisha zaidi, nilichukua Biblia na nikaenda nayo. Nilielekea mpaka pale kwenye ofisi yangu, lakini siku hiyo ilikuwa tofauti. Sikuwa na meza ya matunda, ni mkokoteni wa matunda. Nilikuwa mimi kama mimi tu. Nilikuwa nimeketi kwa yule mshona viatu, tukipiga hadithi za hapa na pale. Na ni kama yule mtu alikuwa amejua, kwa sababu nilikaa kama dakika 5 tu hivi. Ile gari ilikuwa imefika.
kwa sababu nilikuwa kwanza kuiona, sikutaka nisubiri mpaka aniite. Nilipiga hatua na kusogea pale. Nikazunguka upande wa pili na kufungua mlango. Niliingia ndani. Aliacha tabasamu baada ya kuniona. Naona umewahi bwana leo. Ndiyo, imenibidi niwahi ili tusije tukapishana. Nilimjibu hivyo yule kijana. Alikuwa akinitazama pale mkononi. Ikabidi na mimi nijitazame. Niligundua kwamba alikuwa akiitazama ile Biblia. Sasa, kwa ujio wako hapa inamaanisha kwamba uko tayari. Na sio uko tayari tu, uko tayari kwa chochote. Alisema hivyo. Mimi kiukweli nimeitafuta pesa maisha yangu yote. Sidhani kama nitakubali hii bahati niponyoke. Mimi niko tayari. Nilimwambia ule kaka, akacheka sana. Umenifurahisha, alisema. Akaanza kuendesha gari sasa kwa mwendo kasi. Na tukaanza kuondoka pale. Safari ilikuwa ni ndefu kidogo, tofauti na nilivyokuwa nimetarajia. Lakini safari yetu iliishia kwenye nyumba kubwa na ya kifahari. Ninaposema ilikuwa nyumba ya kifahari, ilikuwa ni nyumba ya kifahari kweli. Baada ya huyu kijana kuingia ndani, yani ndani kabisa lile jumba, nikimaanisha uani, tulishuka. Tukaanza kupiga hatua za taratibu kuelekea ndani. Ilikuwa ni nyumba ambayo ilijaa walinzi. Lakini baada ya kufika ndani, kulikuwa na watu ambao walikuwepo, wanawake kwa wanaume, na wote walikuwa wamevalia mavazi meusi na walikuwa wamefunika mpaka vichwa vyao. Mmoja wao alikuwa ameshika fimbo. Alikuwa ameshika fimbo, lakini fimbo ambayo ilikuwa na vito vya almasi. Ilikuwa iking'aa. Wote waligeuza shingo zao na kunitazama. Na walimtazama ule mwenyeji wangu ambaye hata jina nilikuwa bado sijamfahamu. Karibuni, alisema ule kiongozi. Asante mkuu, alijibu ule mwenyeji wangu sasa. Basi kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa amevalia mavazi mekundu. Alikuja na joo jeusi, yani joo kama yale waliovalia wengine. Akanikabidhi mimi na kunipatia ishara kwamba nivae. Na sio mimi tu, hata ule mwenyeji wangu alifanywa hivyo hivyo. Mimi nilikuwa bado tu sielewi pale, na nilikuwa nashindwa kuuliza. Baada ya kumaliza kuvaa sasa, watu wote walijipanga mstari mmoja, na hata mimi nikawa nafanya kama wanavyofanya wao. Na baada ya kujipanga mstari, walinamisha vichwa vyao chini, huku yule kiongozi wao akitamka maneno fulani hivi ambayo sikuweza kufahamu. Ni kama vile walikuwa wakifanya ibada. Na mimi pia nilifanya hivyo. Ilikuwa ni ibada iliyodumu kama dakika 10 hivi. Na baada ya kumaliza, watu wote walinyanyua vichwa vyao. Yule mkuu pia alikuwa akitazama ule upande wangu. Kisha sasa akaanza kuzungumza. Karibu sana mgeni. Nadhani umeshaelezwa kila kitu kuhusu hapa, aliuliza ule mkuu. Nilimtazama ule rafiki yangu ambaye alinipatia ishara kwamba nikubali. Ndiyo mkuu, nilijibu, lakini kumbuka nilikuwa sielewi. Ni kengele hatari tu ndo ilikuwa ikigonga kwenye kichwa changu. Sasa, bila shaka unahitaji utajiri, unahitaji mafanikio, na unahitaji kukubalika. Hivyo vitu vyote hapa ni rahisi sana kupatikana, alisema ule mkuu. Wale wengine wote walikuwa wakitikisa vichwa vyao kukubali. Yeye walikuwa kikubaliana na maneno yake. Nilikaa tu kimya nikimsikiliza. Akaendelea. Sasa hapa utajiri unapatikana, lakini pia unapatikana kwa masharti. Utajiri wetu ni lazima uwe na chanzo. Na maanisha utakavyokuja hapa lazima uwe na sababu ya utajiri. Sisi huwa tunaangalia zaidi nyota, na nyota yako imeonekana inafaa sana. Kwa hiyo kuna mawili.
utachagua biashara ya kufanya, ambayo hiyo biashara ndio itakayokubadilishia maisha yako, alizungumza yule mkuu. Niligeuka na kumtazama yule mwenyeji wangu ambaye naye alikuwa akinitazama na akinipatia ishara tu kwamba niwe makini, yaani niwe makini kusikiliza. Niligeuza macho yangu na kumtazama yule mkuu. Nikawaza kitu kimoja, yaani kwamba mimi niendelee kuuza matunda mkokoteni, ghafla tu niwe tajiri. Watu watanielewa vipi? Ukiachana na hivyo, biashara ya matunda ni ngumu. Napigwa na jua kuanzia asubuhi mpaka usiku. Sasa kama wanaweza kunipatia pesa, wanaweza kunipatia utajiri, kwa nini wasinipatie kwa namna nyingine? Nilikuwa nikiwaza hayo, lakini ghafla tu yule mkuu alianza kucheka. Alicheka, lakini kilikuwa kicheko cha kutisha, na kisha sasa akasema, usijali kuhusu hiyo hofu yako. Kisha akawatazama wale wanachama wengine. Ni mwanachama gani ambaye anaweza akamchagulia huyu mgeni wetu kitu cha kufanya ambacho kitambadilishia maisha? Aliuliza hivyo yule mkuu. Wote walikuwa kimya, lakini yule mwenyeji wangu alinyanyua kidole. Naam, tuambie Michael, alisema hivyo yule mkuu, na hapo sasa ndo nikajua jina la huyu mwenyeji wangu. Kumbe alikuwa akiitwa Michael. Mkuu, mimi naona afungue kanisa, alisema hivyo Michael. Nilishtuka sana kwa sababu hapa kwanzia nimefika naona kinachoendelea ni mambo ya kishetani. Sasa shetani na kanisa ni wapi na wapi? Nilimtazama Michael kwa makini, kisha nikageuza uso wangu na kumtazama yule mkuu. Mkuu alikuwa akicheka tu, alikuwa akicheka kwa furaha. Mmeona sasa? Ndio maana siku zote nilikuwa nikiwaambia Michael amewazidi nyie wote akili. Michael ana akili sana, na hongera sana. Umekuja na wazo ambalo hata mimi sikuwa nalo, alisema hivyo yule mkuu. Wanachama wote walikuwa kimya, na mimi pia nilikuwa kimya kwa sababu nilikuwa naogopa kusema chochote. Yule mkuu akanitazama kisha akasema, angalizo, baada ya kuja hapa na kujua siri zetu, hautakiwi kutugeuka kwa namna yoyote ile. Utarudi tena siku ya Jumapili ambapo utakuja kuwapa kiapo, na baada ya hapo maisha yako yatabadilika, alisema hivyo yule mkuu. Nikatikisa tu kichwa kukubali. Basi alitupatia ishara kwamba watu wote tuondoke. Mimi sasa niligeuka haraka haraka sana, na kumbe zile nguo huwa hazivuliwi pale. Mkitoka nje ya hiyo nyumba, kila mmoja wenu, yaani mnatoka mkiwa mmejipanga mstari, kisha sasa kila mmoja anatoa yale mavazi na kuwakabidhi wanawake maalum ambao wako nje ya hiyo nyumba, yaani nje ya jumba hilo la kifahari, na wao wamevalia mavazi mekundu, ndo anakuwa akiyapokea. Sasa hapo ndo nikapata nafasi ya kutazama. Kulikuwa na magari ya kifahari ya kila aina, na kila aliyekuwa akivua nguo yake pale alikuwa akielekea kwenye gari lake. Kwa maana fupi, hawa waliokuwepo hapa wote walikuwa ni matajiri. Mimi pia nilifanya hivyo, lakini mimi kwangu ilikuwa tofauti kwa sababu sikuwa hata na baskeli. Nikakumbuka sasa Biblia yangu nilikuwa nimeiacha kwenye gari ya Michael. Nilipiga hatua za taratibu, nikaelekea kwenye gari la Michael, na nikawa sasa nimesimama. Haukuchukua muda mrefu sana, Michael naye alitoka. Alifanya kama wote tulivyokuwa tumefanya, kisha sasa akapiga hatua na kunisogelea pale kwenye gari. Alifungua gari sasa, tukaingia ndani. Yaani ndani ya gari mimi nilikuwa kimya tu, nilikuwa kimya. Michael alianza kuondoa gari pale kwa sababu geti lile kubwa lilifunguliwa na magari yalianza kutoka. Unaonaje ibada ya leo? Aliniuliza Michael. Unajua mimi nilikuwa pale lakini sijaelewa chochote Michael. Hujaelewa chochote kivipi? Michael, kwani inakuwaje sasa hapa na ni nini ambacho kinaendelea? Yaani nyie mnahusika na nini haswa?
Nilimuuliza Michael ambaye aliangua kicheko. Alicheka sana. Usiniambie kwamba hujaelewa. Okay. Kwa kifupi hichi ni chama cha shetani. Yaani shetani ambaye anatoa utajiri. Shetani ambaye hataki binadamu yoyote afe akiwa masikini. Alisema hivyo Michael. Nikakaa kimya tu. Nilikuwa nikitafakari yale maneno ambayo mke wangu aliniambia siku chache zilizopita. Na vipi kama nisipotaka kujiunga na hicho chama? Nilimuuliza Michael. Aliangua kicheko. Alicheka sana. Umechelewa. Yaani kuanzia sasa hivi wewe sio wa kujiunga. Tayari umeshajiunga na ndio maana umeweza kujua siri yetu. Hapo unachotakiwa kujiandaa nacho ni kulala kwenye pesa. Kulala kwenye kufuru utajiri tu. Kuhusu mengine wala sio jukumu lako, alisema Michael kwa kicheka. Basi Michael alinitoa wasiwasi na kuniambia wala hakuna tatizo ambalo litatokea. Michael alinipeleka mpaka nyumbani, yaani nyumbani kwangu. Hata mke wangu alishtuka sana baada ya kuniona nimeshuka kwenye gari zuri kama lile. Alishtuka. Basi Michael baada ya kunifikisha aliondoka. Yeye hata kushuka kwenye gari. Nilipiga hatua na kumsogelea mama Kevi. Alikuwa akinitazama kwa macho yenye mshangao sana. Mume wangu, ina maana hujatokea kanisani? Nimetokea kanisani mke wangu, kwani vipi? Umekutana wapi sasa na mtu ambaye amekuleta na gari kama hii? Mbona sikumbuki kama kanisani kwetu kuna mtu ambaye anamiliki gari kama hili? Alisema mke wangu kwa akinitazama kwa macho ya umakini mkubwa sana. Mke wangu, nimechoka sana na sihitaji maswali. Nilimjibu tu hivyo kisha nikapiga hatua na kuingia ndani. Nilifika mpaka chumbani, nikajitupa na kujilaza. Kuanzia siku hiyo sikuwa na furaha hata kidogo. Ila nilikuwa nikisubiri tu hiyo siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili ilifika. Na Michael alifika mpaka pale nyumbani kwangu. Alipiga honi ya gari na mimi nikatoka. Nilitoka mpaka nje nikaingia kwenye gari. Safari ilikuwa kuelekea huko kwenye hilo jumba lao. Baada ya safari ya muda mrefu, hatimaye tulifika sasa. Na utaratibu ulikuwa kama wa ile siku ambayo tulienda. Sasa walifanya kila kitu kama kawaida, na baada ya kumaliza sasa, mkuu alinitazama mimi na akampatia ishara mwanamke mmoja ambaye alikuja akiwa na bakuli. Ilikuwa ni bakuli lenye damu. Sasa sikuwahi kujua ilikuwa ni damu ya nini, lakini nilikabidhiwa na wakanitaka niinywe tena bila kupumzika. Nilifanya kama walivyokuwa wameniambia. Nilikunywa ile damu yote, japokuwa nilikuwa nikikereka sana kwenye nafsi yangu. Baada ya hapo, wanachama wote walinipigia makofi na mkuu sasa akasimama. Kuanzia sasa hivi umeshakuwa tajiri, alisema. Mimi mwenyewe nilijikuta nikipata amani na furaha. Lakini alisema tena, Jumamosi kuna wageni watakuja kukutembelea nyumbani kwako. Baada ya hapo kila kitu kwako kitabadilika. Hakikisha unawakaribisha vizuri. Umenielewa? Aliniuliza yule mkuu, nikatikisa kichwa kukubali. Basi nilikaribishwa kama mwanachama mpya. Na baada hapo sasa tukaruhusiwa kuondoka. Nilirudi mpaka nyumbani kwangu kwa usaidizi wa Michael. Yaani Michael alinipatia lifti. Lakini pia mpaka nashuka nyumbani alikuwa akinisisitiza sana kwamba niwe makini. Sasa nilipiga hatua na kuingia ndani. Na kwa bahati nzuri au mbaya, mke wangu alikuwa ameniona wakati nashuka kwenye hili gari kwa mara ya pili leo. Niliingia mpaka ndani. Alinisogelea. Baba Kevi, nahitaji kuzungumza na wewe, alisema mke wangu. Tafadhali mke wangu, yaani sipo sawa kabisa. Baba Kevi, nahitaji kujua kuhusu mtu ambaye anakuleta hapa na gari la kifahari. Usiniambie ndio yule mtu ambaye alikopa akikupatia pesa. Na kama ni kazi gani hiyo ambayo anakupatia?
mume wangu, wewe haujasoma, hauna elimu yoyote ile, unaweza kuwa na mazoea na mtu wa aina hii? Yaani kivipi? Aliniuliza mke wangu. Nilimtazama tu, lakini nilikaa kimya. Mke wangu alizidi kuzungumza. Mama Kevi, mimi ndo mwanaume hapa ndani, na kuanzia sasa hivi sitaki kupigiwa kelele za aina yoyote ile. Nafikiri umenielewa. Nilimwambia hivyo mke wangu, kisha nikapiga hatua na kuingia chumbani. Niliingia chumbani nikajifungia mlango kabisa. Sikutaka usumbufu. Basi kuanzia siku hiyo mke wangu hakuwahi kuniuliza kitu chochote kile. Sikuwa nikienda kazini kwa sababu pesa za matumizi nilikuwa nazo. Michael alikuwa akiniwezesha. Sasa Jumamosi niliamka kwa ajili ya kwenda kutazama shamba letu. Tulikuwa tuna shamba mbali kidogo na nyumbani. Yaani sio mbali sana, lakini kuna mwendo. Kwa hiyo nilipoamka tu asubuhi nilielekea shambani. Nililima pale mpaka saa 8. Yaani saa 8 ya mchana. Nikarudi nyumbani. Na nilirudi nyumbani baada ya kukumbuka kwamba yule mkuu aliniambia kwamba kuna wageni watakuja kunitembelea siku ya Jumamosi. Kwa hiyo nilitoka nikikimbia ili niwahi nyumbani. Baada ya kufika sasa, nilimkuta mke wangu wakiwa wamekaa nje na watoto. Niliwatazama sana kwa sababu hawakuonekana kuwa sawa. Mama Kevi, mbona mpo nje? Nilimuuliza mke wangu. Baba Kevi, wamekuja nyuki wengi sana hapa ndani. Yaani tumeanza kuwafukuza kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Alisema mke wangu. Nikashtuka. Nyuki? Nyuki gani? Nyuki wadudu mume wangu. Yaani wamejaa nyumba nzima, huwezi kuamini. Tumetumia muda sana kuwafukuza, mimi pamoja na watoto. Nilimtazama mke wangu kisha nikapiga hatua na kuingia ndani. Nilitazama kulia na kushoto. Hakukuwa na kitu chochote kile. Nilirudi. Sasa mke wangu, yaani nyuki waingie ndani alafu wasiwang'ate kivipi yani? Hata mimi sielewi Baba Kevi, lakini ndo hivyo. Alisema hivyo mke wangu. Lakini si hakuna mgeni ambaye amekuja kuniulizia? Nilimuuliza Mama Kevi. Hapana mume wangu, hakuna mgeni yote aliyokuja. Alisema hivyo Mama Kevi. Sasa nikajiuliza, au muda bado wao wageni kufika? Nilijiuliza tu, lakini nikakaa kimya. Basi mke wangu, nadhani hao nyuki walikuwa wakipita tu. Kwani kuna wageni walikuwa wanataka kuja hapa? Aliniuliza Mama Kevi. Ndiyo, nadhani watafika hata baadaye. Nilimjibu mke wangu kisha nikapiga hatua na kurudi ndani. Mke wangu naye aliingia ndani pamoja na watoto sasa. Nilikaa hiyo siku, ndugu msikilizaji, mpaka inafika usiku, sikuona mgeni yoyote yule. Sikuweza hata kupata usingizi kwa sababu nilishaambiwa hao wageni ndio watakao kuja kubadilisha maisha yangu. Sasa kwa nini hawajafika? Nilikuwa nikijiuliza sana. Nilikuwa natamani nimpigie Michael simu, lakini nikakumbuka hata namba pia sikuwa nazo. Basi baada ya kufika saa 8 hivi ya usiku, nilipata usingizi na nikawa nimelala. Nililala mpaka asubuhi na mapema ambapo niliamka. Na baada ya kuamka tu na kutoka nje, kwa sababu siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumapili, na mimi nilikuwa kwanza kuamka. Nilishtuka baada ya kukuta gari la Michael likiwa limepaki nje. Nilipiga hatua za haraka haraka. Nikafungua mlango wa gari na kuingia ndani. Nilikuwa namtazama Michael ambaye alionekana na hasira sana. Habari yako? Na umefanya nini sasa Alan? Aliniuliza Michael. Kwa nini? Mbona wageni wamekuja jana mkawafukuza? Aliniuliza Michael swali ambalo lilinishtua. Wageni? Mbona hakuna wageni waliofika hapa jana? Alan, mkuu amechukia sana. Amechukia? Mke wako na watoto wako wamefanya kitu kibaya? Alisema hivyo. Hapo sasa ndo nikaanza kupata wazo.
Nilikumbuka mke wangu alivyoniambia kwamba nyuki walikuwa wamejaa ndani na yeye pamoja na watoto wakawafukuza. Michael, unataka kuniambia wale nyuki ndio walikuwa wageni? Umekosea sana Alan, rafiki yangu. Umekosea sana, aliendelea kulalamika Michael. Basi mimi naomba tu nisamehewe, lakini wakati mwingine nitamtaka mke wangu awe makini sana. Hakuna tatizo, lakini kutokana na hili lililotokea, sidhani kama utaachwa hivi hivi. Lazima kuna kitu utakuja kulipia, hata kama sio sasa hivi, uko mbeleni. Alizungumza hivyo. Nikashtuka. Kitu gani? Usiwe na wasiwasi, mimi naomba nikuache, lakini nadhani Jumapili ijayo tutakutana. Ila kuanzia sasa hivi nataka utafute eneo zuri la kujengea kanisa, lakini pili watu wasishtuke, inabidi uanze na kanisa la mabanzi. Kuhusu gharama ya ujenzi usijali, nitagharamia mimi. Alizungumza hivyo Michael. Nikafurahi sana. Nikamwaga na kushuka kwenye gari. Kisha sasa nikaingia ndani. Sikutaka kupoteza muda. Kesho yake nilianza kutafuta eneo na nikawa nimepata eneo. Nilimshirikisha mke wangu kwamba nataka kujenga kanisa. Mke wangu alishtuka sana kwa sababu ilikuwa ni wazo la ghafla. Lakini kwa sababu nimesema najenga kanisa, ilikuwa rahisi kunielewa, kwa sababu sidhani kama kuna mtu mwenye imani ya Mungu anaweza akakataa wazo kama hili. Mke wangu aliniunga mkono bila kujua kwamba hilo kanisa ni kivuli tu, lakini ndani yake kuna ushetani. Nilijenga lile kanisa kweli kwa usaidizi wa Michael. Lilikuwa kanisa la mabanzi. Nikaanza na watumishi wachache, lakini huduma zangu zilikuwa ni bora sana. Nilikuwa nikimwombea mgonjwa anapona, walemavu walikuwa anapona. Nikimwombea mtu apate pesa, alikuwa anapata. Nilipata umaarufu mkubwa sana, na sikuishia tu kufanya ibada pale kanisani. Nilikuwa nikialikwa hata mikoa ya nje. Niliendelea na ibada mpaka baadaye nikawa mkubwa kabisa kimataifa. Maisha yangu yalibadilika, yaani maisha yangu pamoja na familia yangu. Nilikuwa mtu mkubwa sana. Unapotaja mchungaji Alan, nilikuwa ni mchungaji Alan kweli. Miaka pia ilizidi kwenda. Watoto wangu walifikia umri wa kuwa vijana wakubwa kabisa, na wale wawili walikuwa wamemaliza mpaka chuo kikuu na walikuwa wakifanya kazi. Mtoto wangu ule mdogo alikuwa akisoma kidato cha 4. Kwa hiyo walikuwa ni vijana. Mke wangu pia aliheshimiwa kama mke wa mchungaji. Aliheshimiwa na kila mtu, na alikuwa akijivunia sana kutokana na kazi yangu, bila kujua kwamba mimi kile nilichokuwa nafanya ilikuwa nafanya kama biashara tu, wala sikuwa nikimwabudu Mungu kweli. Sasa bwana, siku moja, wakati wa umri wangu umeshakuwa mtu mzima kabisa, nimekuwa baba mtu mzima, nilirudi kutoka kwenye kanisa langu, yani kwenye huduma. Nilifika mpaka nyumbani. Wakati huo nilikuwa mpaka nina walinzi, yani walinzi binafsi waliokuwa kinilinda mimi. Nilirudi nyumbani kwangu kulipokuwa na jumba la kifahari. Nikaingia mpaka ndani, lakini nilishtuka sana baada ya kukuta nyumba mazingira yakuwa kawaida. Nilipiga hatua za haraka haraka, nikaingia mpaka chumbani, kwa sababu nilikumbuka siku hiyo mtoto wetu mdogo yule wa kike tulikuwa tumemwacha nyumbani. Sasa chumba chake kilikuwa wazi. Nikapiga hatua za haraka haraka na kuingia. Martha, nilimuita binti yangu baada ya kumwona amelala kitandani. Na sio kwamba alikuwa amelala kawaida. Alikuwa ameung'ata ulimi wake na macho yalikuwa wazi. Alikuwa akitazama juu. Nilipiga hatua za haraka haraka na kusogea pale kitandani, huku nikimtingisha Martha, lakini hakuweza kuamka. Nilitazama mapigo yake ya moyo na hapo nikagundua kitu. Martha alikuwa amefariki. Nilishtuka
Nilishtuka kisha nikarudi nyuma. Kwa nini Martha afe? Nilikuwa najiuliza huku nikitafakari. Lakini ghafla simu yangu ilianza kuita. Nikaitoa mfukoni na kuiweka sikioni. Baba mchungaji. Ilisikika sauti yenye hofu upande wa pili wa simu. Nikakaa makini kusikiliza. Baba mchungaji, kuna ajali imetokea. Mama mchungaji alizungumza yule mtu. Yaani sikutaka hata kuendelea kusikiliza. Nilitupa ile simu na kuanza kutoka. Nilitoka mpaka nje haraka sana. Nikamwambia dereva haraka tuondoke. Niliingia kwenye gari. Nikaanza kurudi kule kanisani sasa, ambapo nilimwacha mke wangu akimalizia kutoa neno kwa wanawake wenzake. Nilifika na kumkuta mke wangu akimalizia kukata roho. Niliumia sana na sikuwa nimeamini. Nilipiga magoti huku nikianza kulia kwa nguvu. Nililia kwa sauti kubwa. Watu wote pale kanisani walinizunguka. Nilikuwa nikimtingisha mke wangu tu pale chini, lakini wala haikubadilisha chochote. Ilibidi viongozi wengine wa kanisa sasa wanisogelee pale. Wakanichukua na kunipeleka kwenye chumba, yaani chumba changu sasa. Mke wangu naye walikuwa wakifanya mpango wa kumpeleka tu hospitali. Mimi akili yangu haikuwa sawa hata kidogo. Na akili yangu haikuwa sawa kwa sababu nilikuwa najua nyumbani nimeiacha maiti ya mwanangu Martha. Kwa hiyo nilikuwa nimenyamaza nikitafakari mambo mengi. Lakini wakati wazee wa kanisa pale wakiendelea kunishauri na kunipatia moyo kwamba ni mipango ya Mungu, Mungu ananipatia jaribu kutokana na imani yangu, ghafla tu aliingia mzee mwingine, na huyo pia yuko kwenye bodi ya kanisa. Yule mzee alinitazama kisha akapiga hatua na kumsogelea mzee mmoja aliyekuwepo pale. Alimnong'oneza kitu. Yule mzee aligeuza macho yake na kunitazama. Alinitazama huku sasa na wale wengine wote wakimwangalia. Mchungaji Alan, samahani sana, tunajua unapitia kipindi kigumu, lakini pia Mungu humpa mtu mitihani kutokana na imani yake, na ili akupime kama we ni mbora zaidi mbele yake, na apime kama unamwabudu yeye kwa ukweli kabisa kutoka moyoni, alizungumza yule mzee. Nilikuwa nikimtazama tu. Wakati huo machozi yalikuwa yakinitoka, yalikuwa yakitoka yenyewe. Mchungaji Alan, watoto wako wameangukiwa na ukuta wakiwa kazini, alisema hivyo yule mchungaji. Basi nilishindwa kuvumilia. Nilijikuta nikipoteza fahamu. Nilipoteza fahamu, na nikiwa kwenye hali ile ya kupoteza fahamu, niliwaona sasa wale wenzangu, wanachama wenzangu. Yaani tulikuwa kama tuko kwenye ule mkutano au kile kikao. Nilikuwa nikilia sana mbele ya mkuu na nikimuuliza kwa nini amefanya hivi kwa familia yangu. Familia yako ilifanya makosa hapo mwanzo. Wageni walikuja, lakini wenyewe waliwafukuza wageni bila huruma. Waliwafanyia kitendo cha kuwadhalilisha sana. Wageni hawakuweza kusahau hilo kamwe, na ndio maana wamepatiwa kitu ambacho walikistahili. Alinijibu hivyo mkuu. Nilikuwa nikilia huku nikigaragara, nikiwaomba kwamba waniue na mimi. Kama unataka kujiua, Alan, jiue tu. Sisi hatuna matumizi na wewe. Na kama ukiamua kutoka kwenye hichi chama, tayari wewe na sisi tumeshamalizana, kwa sababu umetoa kafara kubwa sana, alizungumza yule mkuu. Niliendelea kulia, lakini yule mkuu pamoja na wenzangu wote waliondoka pale na kuniacha peke yangu. Wakati huo nilishtuka kutokea kwenye usingizi. Nilikuwa nikiema kwa kasi, na baada ya kushtuka tu, wale wachungaji wenzangu walikuwa wamenizunguka pale kitandani. Walikuwa wamenizunguka na kila mmoja wao alinisogelea na kutaka kujua naendeleaje.
Niliwaambia tu kwamba niko sawa, lakini pia walinipatia pole na wakaniambia kwamba pale nilikuwa nimelala wiki nzima. Yaani wiki nzima nilikuwa nimepoteza fahamu. Walishukuru pia kwa mimi kuwa hai na wakanitaka kwamba nizidi kumwomba Mungu. Nimwombe Mungu sana. Waliniambia hawakuweza kusubiri mpaka niamke ndo azike, kwa sababu maiti za familia yangu zilikuwa zimeoza. Walisema madaktari walijaribu kuchoma sindano nyingi sana ili angalau waweze kusurvive kule mochwari, lakini sindano za kukausha hazikusaidia chochote. Kwa hiyo ikabidi tu wazike mapema. Ilibidi nikubali yote na sikuweza kuhimili yale maumivu. Nilienda kubeba nguo zangu chache tu pamoja na begi. Niliondoka nikaenda mkoa mbali kabisa na kwenda kuanza maisha sehemu ambayo hakuna mtu hata mmoja anayenifahamu wala kufahamu historia yangu. Na nilikuwa nikiishi maisha ya kawaida sana, maisha ya upweke, huku nikisubiri kifo changu. Na ndo mwisho wa simulizi iliyokuwa inakwenda kwa jina la Nilimiliki Kanisa la Kishetani. Mwandishi na msimuliaji wa simulizi ni mimi Mami Maud, ambaye utanipata kwa nambari za simu 0753 056995. Mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine. Hadi wakati mwingine. Bye.